Safari ya chama cha wananchi CUF kuwania dola inaendelea kukumbwa na changamoto baada ya viongozi wake 16 akiwemo mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano kwa umma Mohamed Ngulangwa kujiuzulu nyadhifa zao, wakieleza kutokuridhishwa na mfumo wa sasa wa uongozi wa chama, kitu ambacho kimezua maswali mengi sana kwa watu mbalimbali. Na hatua hiyo pia, kumbuka, imekuja ikiwa ni takriban kama miezi minne tangu ambapo CUF imefanya uchaguzi mkuu ambao ulikuwa umemuingiza madarakani mwenyekiti mpya ambaye ni Yusuf Mirambo. Na hata hivyo uchaguzi huo pia umekuwa ukipingwa na baadhi ya wanachama ambao walikuwa wamefikisha malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa, wakidai kwamba ulikuwa umekiuka taratibu za kikatiba, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitu pia ambavyo havikuwa sawa. Na hata makamu mwenyekiti wa CUF kwa upande wa Zanzibar ambaye ni Harub Mohamed Shamsi, yeye amesema kwamba mpaka sasa hivi chama pia bado hakijapokea barua rasmi kutoka kwa viongozi hao. Na hii ilikuwa ni wakati akizungumza na baadhi ya vyombo vya habari baada ya kumpigia simu akitaka kumhoji na kujua pengine ni kitu gani pia ambacho kinaendelea. Na mnukuu kile ambacho alikisema: chama kitatoa tamko rasmi endapo kitapokea barua za kujiuzulu, na hadi sasa hakuna barua yoyote ile ambayo imewasilishwa kwetu. Na hii ni kuhusiana na uamuzi wake. Ngulangwa pia amesema kwamba amejiuzulu baada ya mwenyekiti wa chama ambaye ni Yusuf Mirambo kuzuia mkutano wa waandishi wa habari ambao ulikuwa umeitishwa kulaani kauli ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, ambayo ilikuwa inazungumzwa sana, na lengo la mkutano huo ilikuwa ni kuweza kuzungumzia. Na utakumbuka kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wiki iliyopita alizungumza kuhusiana na mikutano ya kisiasa ile ya hadhara kwa sasa hivi inatakiwa isimame kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani. Na waziri mkuu jana pia alizungumza akasema kwamba mikutano hiyo pia itarejea baada ya tarehe 7, na hii ni kutokana na kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba maandamano kufanyika tarehe 7 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo amesema kwamba uamuzi wa kuitisha mkutano huo ulikuwa umetokana na maadhimio yake ya kikao cha kamati ya mashauriano ya Tanzania bara ambacho kilikuwa kimeongozwa na naibu katibu mkuu wa bara ambaye anafahamika kama Vedasto Ngombale Mwiru. Na ameongeza kuwa baada ya kutuma mwaliko kwa vyombo vya habari na wanachama, Mirambo pia aliamuru mkutano huo usifanyike, akidai kwamba ungeweza kumfanya onekane hana mamlaka ndani ya chama. Sasa wengine ambao walikuwa wametangaza kuachia ngazi ni pamoja na Ganima Omar Sultani ambaye ni katibu wa wilaya Magharibi B, Saidi Omari Mohamed Abdi, Hamisi Ramadhan katibu wa wilaya Mjini, Mwajuma Hassan Hamis mwenyekiti wa wanawake Kaskazini A, Hamisi Usi katibu wa jimbo la Mwanakwerekwe, Mbaraka Azan katibu wa jimbo la Tunguu, Asia Othmani Haman mjumbe wa baraza kuu la taifa, na mshika fedha wa Magharibi pamoja na kamanda wa chama ambaye ni Hali Hassan Ahmadi. Lakini wengine ni pamoja na Faki Arazaki Faki katibu mtendaji wa jumuiya ya wazee taifa, Mariam Mohamed Hassan mjumbe wa kamati ya wilaya Magharibi A, Kitwana Juma Kombo na Hamial Al Zaidi katibu wa wilaya ya Wete. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo kwa upande wa CUF. Imezua gumzo kwa watu wengi sana, kijiuliza ni kwa nini watu wengi kiasi hicho wamejiuzuru kwa mara moja. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.